Ilipofika jioni, George na mkewe walirudi nyumbani. Walipofika walikuta chakula tayari mezani, lakini hawakula. Walipita moja kwa moja kwenda chumbani kwao. Wakajifungia kimya, kila mmoja akiwa na mzigo mzito wa mawazo. Ili kuepuka kelele za nyumbani, George na mkewe walikuwa wakiondoka alfajiri na kurudi usiku. Maisha yao yaliendelea hivyo kwa siku kadhaa. Siku moja mchana, dada yake George akamwambia mama yake, "Mama, huyu kaka ni mgumu sana. Tukiendelea kukaa hivi tunapoteza muda bure. Inabidi tufanye jambo." Wakaanza kupanga mipango yao ya siri. Siku iliyofuata, majira ya mchana, mama yake George akampigia simu huku akiwa anajifanya analia kwa maumivu. "Mwanangu, nimeanguka kwenye tiles. Naona kama nimevunjika. Njoo haraka jamani." George akashtuka. Bila kusubiri zaidi, akaacha kila kitu ofisini, akaingia kwenye gari na kuelekea nyumbani kwa kasi. Alipofika nyumbani, alimkuta mama yake akilia huku akishika mguu wake. Bila kupoteza muda, walimbeba na kumpeleka hospitali. Lakini walipofika, daktari akamchunguza na kusema, "Pole sana mama, ila anaona upo sawa kabisa. Mfupa hujavunjika, inawezekana ni mshtuko kidogo tu, na nimekuandikia hizi hapa dawa kwa ajili ya kutuliza maumivu." Waliporudi nyumbani, mama yake George alimtazama George na kisha akasema, "Asante sana mwanangu. Kwa maumivu niliyokuwa nayasikia, nilihisi nimevunjika kabisa." George akamfariji mama yake na kisha akamwambia, "Mama, inabidi uwe makini sana kwenye tiles, hasa wakati wa kudeki au kama maji yamemwagika." Wakiwa bado na mazungumzo, dada yake George akaja sebuleni akiwa na kikombe cha maji kisha akasema, "Pole sana kaka, najua ulishtuka sana. Kunywa angalau maji kidogo ujisikie vizuri." George akachukua maji akanywa. Dakika chache baadaye alianza kuhisi kama vile hajielewi, mwili wake ukawa mzito, macho yakawa mazito na fikra zikaanza kupotea. Ndipo dada yake George akamgeukia yule msichana waliyemleta kutoka kijijini, jina lake Neema. Akamwambia, "Neema, njoo. Sasa kazi kwako." Neema akasogea, kisha wakambeba George aliyekuwa dhaifu hadi kwenye chumba cha wageni alichokuwa akilala Neema. Huko alilala naye kwa njama na hila za familia. Ilipofika jioni, Beatrice alianza kushangaa, kwani kawaida George humpitia pale dukani kisha hurudi nyumbani pamoja baada ya kuwa wamepata chakula cha jioni kwenye mgahawa. Lakini siku hiyo muda ulizidi kupita bila dalili yoyote. Moyo wake ukaingiwa na wasiwasi, akachukua simu yake na kumpigia mumewe. Lakini simu haikupokelewa na George. Badala yake sauti ya mama mkwe wake ikasikika. Kwa sauti ya dharau na kejeli, mama mkwe akasema moja kwa moja, "George yuko bize. Anatafuta watoto ambao umeshindwa kumpatia kwa miaka yote hiyo. Acha usumbufu wako." Beatrice akashtuka sana. "Mama, unamaanisha nini?" Lakini kabla hajapata jibu, mama mkwe akakata simu. Beatrice akachanganyikiwa kabisa. Bila hata kufikiri mara mbili, akakimbia nje, akapanda bodaboda kwa haraka na kuelekea nyumbani. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida, huku machozi yakimtoka bila kukoma. Alipofika nyumbani, alimkuta mama mkwe na wifi yake wakiwa sebuleni
wakiwa na nyuso za furaha. Baba mkwe hakuwepo, alikuwa ameondoka siku chache zilizopita. Mama mkwe alimkazia macho kwa dharau akasema, "Sitaki usumbufu wako hapa. Acha mwanangu atuletee wajukuu. Hilo ndio jambo la maana kwa sasa." Beatrice hakuweza kujizuia. Moja kwa moja akaelekea kwenye chumba cha wageni alichokuwa kilala Neema. Na mama mkwe hakunyamaza. "We Tasa, sitaki fujo zako hapa ndani. Kama huwezi kuvumilia ondoka, hujalazimishwa kukaa hapa. Umemng'ang'ania mwanangu, mtu mwenyewe Tasa. Kizazi chako kimeoza. Miaka yote hiyo umeshindwa kutuletea mjukuu bwana." Lakini Beatrice hakujali maneno hayo yote, ingawa kiukweli yalimuumiza sana. Akaendelea kwenda chumba cha wageni. Alipofungua mlango, macho yake yakakutana na taswira asiyoweza kuiamini. Mume wake George na Neema, yule msichana aliletwa kijijini, wamelala kitandani kimahaba. Beatrice akashtuka. Akashika mdomo wake kwa mikono yote miwili, machozi yakimtiririka kama mto. Akatoka mbio chumbani huku akilia kwa uchungu. "George, umenisaliti." Makelele yale yalimwamsha George, ambaye ghafla alitambua kuwa mwanamke aliyelala naye sio mkewe bali ni Neema. Alishtuka akamgeukia Neema kwa hasira akasema, "Wewe, unafanya nini hapa?" Neema akiwa na hofu akajitetea kwa haraka, "Ni mama yako, yeye ndo amenituma nifanye hivi." George alitoka mbio kuelekea chumbani kwao. Akamkuta Beatrice amejilaza kitandani akilia kwa uchungu. Alijaribu kumkumbatia akisema kwa sauti ya kulia, "Mke wangu, naomba unisikilize tafadhali. Mimi sielewi hata ni nini kimetokea. Sijui. Wamenichezea mchezo. Naomba nisamehe mke wangu." Lakini Beatrice alitikisa kichwa kwa hasira na maumivu, huku machozi yakimtiririka usoni. "Hapana George. Nashindwa kukuamini tena. Najua sasa umeamua kuungana na wazazi wako. Mmeshafanikisha mnavyotaka." George akabaki kimya akishindwa kujitetea zaidi. Asubuhi ilipofika, Beatrice alienda kwa rafiki yake Dazu. Alimweleza kila kitu kilichotokea usiku ule na hofu alionayo kuhusu ndoa yake. Dazu akamshika mkono akamfariji. "Mdogo wangu, kweli najua una maumivu makubwa, lakini mpe tena nafasi mume wako. George anaonyesha anakupenda sana. Jaribu kukaa naye mzungumze." Wakati huo huo, kule nyumbani, George alishikwa na hasira baada ya kujua ukweli wa hila iliyochezwa. Alimzaba kofi mdogo wake na kumuuliza, "Kwa nini uliniwekea madawa wewe?" Mdogo wake akalia kisha akasema kwa hofu, "Ni mama, sasa mimi ningefanya nini?" Na mara mama yake George akaingia chumbani. Akamkazia macho George na kusema, "Wewe si hutaki kutusikiliza? Sasa kuanzia leo, huyu binti wa watu lazima umjali na umtunze kama mkeo." George akatulia kwa sekunde chache kisha akajibu kwa hasira, "Hii mnayofanya sio haki kabisa. Hamtaendesha maisha yangu namna hii." Baada ya mzozo huo mkali, George akaondoka nyumbani. Jioni aliporudi,
George alimkuta Beatrice akiwa amekaa kimya, hana furaha. Alimwendea kwa upole, akamshika mkono na kusema, "Mke wangu, nisamehe. Yote hayo sio mimi niliyepanga. Tafadhali naomba unielewe. Nakupenda sana." Beatrice kwa moyo uliojaa maumivu lakini pia upendo, akamwangalia George na baada ya muda akajibu, "Nimekusamehe mume wangu, lakini naomba usiniumize tena." Maisha yao yakaendelea vile vile. Wanaondoka asubuhi na kurudi usiku na kupitiliza moja kwa moja kwenda kulala. Lakini moyoni mwa Beatrice hakukuwa na amani. Siku moja Beatrice akamwambia mumewe, "Mpenzi wangu, mimi sina amani kabisa kuendelea kuishi hapa. Ingawa ni nyumba yetu, lakini mimi sina amani kabisa. Unaonaje? Tutafute nyumba nyingine tukapange. Hapa tuachie tu." George akakubali na kusema, "Hata mimi nilikuwa nawaza hivyo. Ngoja niweke mambo sawa. Siku si nyingi tutaondoka hapa." Lakini kabla mipango yao haijakamilika, tukio jingine zito likatokea. Baada ya kama mwezi mmoja tangu Neema kulala na George kwa hila, alijisikia hali ya tofauti. Ndipo mama na dada yake George wakampeleka hospitali. Vipimo vikafanywa na majibu yakaonekana Neema ni mjamzito. Familia nzima ikajawa na furaha. Mama yake George akapiga simu huku akiwa na furaha, "Baba George, siku si nyingi tunakuwa na wajukuu." Familia yote ikawa na furaha. Wakampenda sana Neema na kumtunza kama malkia. Siku hiyo jioni, George na mkewe waliporudi nyumbani, mama George alisimama mlangoni na kupiga vigelegele. "Mwanangu, sasa wewe ni baba. Neema ni mjamzito." Beatrice aliposikia maneno hayo, moyo wake ulivunjika vipande vipande. Alikimbia moja kwa moja na kwenda chumbani. Machozi yalimtiririka bila kikomo. George akabaki amepigwa na butwaa, hajui afanye nini. Mama yake akamwonyesha majibu ya vipimo kuthibitisha ujauzito wa Neema. George akachanganyikiwa. George akaingia chumbani kwa mkewe haraka. Beatrice alikuwa amejilaza kitandani, machozi yakimtiririka. Alilia kwa uchungu na kumwambia Mungu kwa sauti ya kutetemeka, Mungu, nimekukosea nini mimi? Kwa nini ukuruhusu na mimi niwe mama? Mbona napitia haya yote? Kwa nini? Kwa nini haya yote kwangu? George akajaribu kumkumbatia mkewe kwa akisema, "Mke wangu, naomba unisikilize." Lakini Beatrice hakutaka tena kubembelezwa. Kilio chake kikaizidi sauti ya mumewe, kikiakisi maumivu ya moyo uliovunjika vunjika. Beatrice akatoka nje ya nyumba yao akihitaji hewa safi, angalau apunguze mawazo na maumivu yaliyokuwa yakimtesa moyoni. Akachukua simu yake na kumpigia rafiki yake Dazu. "Dazu, yule mwanamke ni mjamzito. Sijui hata nafanya nini mimi. Ona ndoa yangu inaenda kuvunjika." Dazu akajaribu kumtuliza, lakini Beatrice alionekana mwenye maumivu makubwa. "Kwa
kwa sasa anaonekana yeye ni wa maana sana kuliko mimi. Mimi sina thamani tena. Dazu akamfariji kwa upole. Sikia mdogo wangu, usiruhusu jambo hili kuyumbisha hata kidogo. Haya yote ni majaribu. Wakati wako utafika na wewe utapata watoto wako. Kwa sasa tulia. Tafuta amani. Kwani na George anasemaje? Beatrice akajibu kwa sauti ya kukata tamaa. Hata sijui. Hajanieleza chochote. Ni kama amepigwa butwaa tu kama mimi. Dazu akazidi kumtia moyo. Mdogo wangu, kumbuka bado George ni mume wako. Usikimbilie maamuzi ya haraka. Tulia, tafakari. Alafu mzungumze. Mungu yupo. Hakuna anaoshindikana. Beatrice akabaki kimya kwa muda. Maneno ya Dazu yalikuwa yakimfariji. Wakati anamalizia kuongea na Dazu, George alifika. Akambembeleza mkewe na kisha akaingia naye ndani. George alijua maumivu anayoyapitia mkewe. Kesho yake asubuhi, wakati George akiwa anatoka kwenda kazini, mama yake akamuita. Walikaa sebuleni, mama akaanza kuzungumza. Kuanzia sasa utalala chumba kimoja na Neema. Maana huyu ni mkeo na pia na ujauzito wako. Anaenda kuiheshimisha familia hii. Haitakiwi alale peke yake. Kwenye ukoo wetu hiyo ni mbaya kabisa. Bila upendo wako mtoto atazaliwa na matatizo ama ulemavu. Mimi mama yako sitakubali hilo litokee. Kwa hiyo, kwa ajili ya huyu mtoto, lazima ulale na mama wa mtoto chumbani kwako. George akamwangalia mama yake kwa macho ya hasira na uchungu kisha akasema, Mama, unajua wazi nina mke. Sasa unasemaje nilale na mwanamke mwingine chumbani kwangu? Hii si sawa kabisa. Mama George akasema kwa ukali, Neema sio mwanamke mwingine, ni mkeo. Anaenda sasa kukufanya wewe kuwa baba. Heshima ya familia iko mikononi mwake. Hapana mama, unakosa hata chembe ya huruma. Beatrice amekukosea nini? George, unanikosea heshima. Huwezi kuongea na mimi namna hiyo. Mimi ni mama yako. Huyu mwanamke sijui amekulisha nini wewe. Hutaki hata kutusikiliza. Yupo tu hapa, hazai, hana faida yoyote. George alikosa maneno, akabaki kimya kwa sekunde chache, kisha akanyanyuka akaondoka kwa hasira. Wakati hayo yote yakitokea, Beatrice alikuwa jikoni amejibana kimya huku akisikiliza kila kitu kilichokuwa kikisemwa sebuleni. Kila neno lilikuwa kama kisu kinachochoma moyo wake. Beatrice akiwa chumbani, ghafla mlango wake ukafunguliwa. Mama mkwe na wifi yake wakaingia bila hodi. Bila kusema chochote walianza kutoa nguo zake na vitu vyake vyote vya thamani. Beatrice alinyanyuka haraka akajaribu kuwazuia. Mama, wifi, mbona mnafanya hivi? Lakini walimsukuma hawakumsikiliza. Waliendelea kutoa vitu vyake na kuvipeleka chumba cha wageni. Walipoona wamemaliza kutoa vitu vya Beatrice, wakaanza kupanga nguo na vitu vya Neema humo chumbani. Hilo lilikuwa pigo jipya moyoni mwa Beatrice. Walipomaliza walimgeukea Beatrice na kumvuta kwa nguvu kumtoa chumbani. Kuanzia sasa utalala chumba cha wageni, mama mkwe alisema kwa sauti ya dharau. Na hii ni heshima tu tumekupa. Ilitakiwa usiwepo kabisa hapa. Huna faida yoyote. Ona, mwanangu anakulisha bure, lakini huzai. Huna faida yoyote. Wifi yake naye hakubaki nyuma.
Huyu inaonyesha alitoa mimba nyingi sana enzi za usichana wake. Kizazi chake kimelegea, kimelepweta, hata mimba haiwezi kushika. Afu ameng'ang'ania tu kukaa hapa. Beatrice alitetemeka, macho yake yakijaa machozi. Moyo wake uliuma kwa maumivu ya kudhalilishwa na kunyanyaswa. Alihisi dunia yote ikimwacha peke yake. Alibaki chumba cha wageni akiwa mpweke na mwenye majeraha makubwa moyoni. Majira ya mchana, George aliporudi kutoka kazini, aliingia chumbani kwake kwa haraka kama kawaida. Aliposukuma mlango alishtuka. Kitandani alimwona Neema amejilaza kimtego, akijifanya mwenye aibu, lakini alionekana kumtega. George alirudi nyuma haraka, akatoka kwenda sebuleni. Mama, ni nini hiki jamani? Kwa nini mnataka kunivunjia ndoa yangu? Kwa nini mnanisurubisha namna hii? Kwa nini mnataka niishi na mwanamke mwingine? Ili hali nina mke wangu. Beatrice ninampenda sana. Mama yake akamwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akamjibu. Mwanangu, nimekuambia mara ngapi? Huyo sio mwanamke mwingine, ni mkeo. Anasema mtoto amekumisi sana, na ndio maana yuko chumbani kwako. Hii ni heshima kwa familia. Unachotakiwa kufanya ni kumjali sana Neema. George akazidi kukasirika, moyo wake ukadunda kwa kasi. Lakini kabla hajasema neno lingine, ghafla Beatrice akaingia sebuleni. George akamsogelea haraka na kumkumbatia kwa nguvu. Mke wangu, naomba unisamehe. Naumia sana kuona unadhalilishwa namna hii. Wewe ndio maisha yangu. Bila kusema mengine, Beatrice na George waliondoka na kuelekea chumba cha wageni, mahali ambako mama yake na dada yake walimtupa kwa fedheha. Wakiwa chumbani, George akamshika mkono mkewe na kumwambia, tutalala pamoja hapa. Hakuna atakayetutenganisha. Ilipofika usiku, mama yake George aliwaita George na Beatrice sebuleni. Kisha akasema, George, sitaki matatizo. Unazijua vizuri mila zetu. Na mimi kama mama, lazima nisimamie hili. Neema na ujauzito wako. Hutakiwi kukaa naye mbali. Hutakiwi kulala chumba tofauti na Neema. Ukilala chumba tofauti na Neema, mtoto atapata matatizo, hata ulemavu. Beatrice, unatakiwa ulijue hili. Neema hapa anawaheshimisha. Kwa hiyo, lazima mfate haya. Tumeelewana George? George alibaki kimya, akamshika mkono mkewe, wakaondoka kuelekea chumba cha wageni. Pole sana mpenzi wangu. Najua ni jinsi gani haya yote yanavyokuumiza. Lakini sikiliza. Nakupenda sana Beatrice. Beatrice alimtazama George kwa macho yenye machozi, lakini moyo wake ulipata faraja. George akiwa amemkumbatia mkewe, mara mama yake akaingia. Utakwenda kulala na mkeo au nivue nguo hapa niwaachie laana? George akageuza shingo yake na kusema, hapana mama, nitakwenda. Kisha akamnong'oneza mkewe, sikiliza, mimi siwezi kukusaliti. Hawa wanalazimisha kulala kule. Nitakwenda, lakini sio kwamba ni mapenzi yangu. Sitamgusa mwanamke huyo. Usiku huo, kweli George alikwenda chumbani kwa Neema. Alipoingia, alimkuta Neema amejipanga kwa hila, akiwa amejipamba kwa makusudi. Lakini George hakuketi karibu naye. Akaenda moja kwa moja kwenye kochi lililokuwa pembeni. Neema akamgeukia kwa sauti ya ucheshi na hila. Mpenzi, njoo tulale pamoja hapa.
Kwa nini unajitesa kwenye kochi? George akamwangalia kwa macho makali kisha akasema, umechanganyikiwa nini? Tangu lini mimi ni mpenzi wako? Usijaribu tena kunikaribia. Mimi nina mke mmoja tu, Beatrice. Neema akanyamaza akijifanya kulala, lakini moyoni aliumizwa na majibu hayo. George naye alilala pale kwenye kochi, moyo wake ukiwa umejaa hasira na huzuni. Baada ya muda, alipoona kila mtu nyumbani amelala na ukimya umetanda, George alinyanyuka taratibu, akatoka mle chumbani kwa Neema. Kwa hatua za polepole akatembea hadi kwenye chumba cha wageni. Alipofungua mlango, alimkuta Beatrice amekaa kitandani huku uso wake umejaa machozi. George akakaa kando yake, akambusu kwenye paji la uso na kumnong'oneza, mke wangu, nipo na wewe. Hata kama dunia nzima itaniwekea mitego, lakini moyo wangu ni wa kwako tu. Asubuhi ilipofika, Neema akiwa na hasira moyoni, alimfuata mama yake George na kumlalamikia. Mama, George hakulala na mimi. Usiku alitoroka na kwenda kwa Beatrice. Mama yake George akasimama kwa hasira, akaingia chumbani kwa Beatrice bila hodi, akiwa na macho makali na mikono inayotetemeka. Kwa hasira akaanza kumpiga Beatrice huku akimkalipia. Unanijua vizuri wewe? Wewe naona hunijui kabisa. Umemloga mwanangu. Una nini wewe cha ajabu? Haiwezekani wewe na wewe. Huna faida yoyote. Neema ndio mke wa George na familia nzima haikutambui tena wewe. Hili sitaki lijirudie tena. Beatrice aliketi kitandani akilia tu, akishindwa hata kujitetea. Machozi yake yakamwagika kama mvua. Moyo wake uliuma kwa uchungu usioelezeka. Mchana ulipowadia, Neema alipokuwa akifanya usafi chumbani kwa George, alifungua kabati na kukuta bahasha ndogo. Ndani yake kulikuwa na karatasi ya vipimo vya hospitali na dawa. Jina lililoandikwa pale ni jina la Beatrice. Haraka alikimbia na kumpelekea mama George. Ona mama, nimeikuta hii chumbani. Kumbe Beatrice ana matatizo ya uzazi. Mama yake George akashangaa, lakini wakati huo George alikuwa akiingia nyumbani. Mama yake na Neema wakampa karatasi hizo kwa furaha ya hila. George akazipokea na kuzisoma kwa makini. Moyo wake ukachanganyikiwa, uso wake ukaonesha hasira na maumivu makubwa. Moyoni akajisemea, mbona sikuwahi kujua hili? Kwa nini umenificha? Akauliza kwa hasira, Beatrice yuko wapi? Wakamuonyesha yupo nje ya nyumba. George akamfuata kwa haraka. Beatrice alipomwona mumewe akatabasamu kwa upole. Ile tabasamu la mwanamke anayehitaji faraja. Lakini ghafla aliona uso wa George umebadilika, macho yake yakiwa na hasira. George akamnyoshia zile karatasi na kumuuliza, kwa nini umenificha jambo kama hili?